kwa hospitali inaletwa hapa kuhonga watu. Lakini kwa sababu hiyo pesa hata msukula itapelekwa kwa watu wengine, mchukue hiyo pesa mkule. Bora msichanganye na ile yenu. Na msipeleke nyumbani. Ikuliwe kwa soko iishie hapo. Hata kama bibi unampenda namna gani umwambie akuje sokoni. Hiyo pesa isifike nyumba? Nitamu yenyewe ndio. Itikakinyeke. Todo siata kodi na mushie neguo. Todo sie na mugiro. Todo besha icio ne iria cia githoro kugura dawa mathibitari. Besha icio ne iria cioragire ciana citu cia Gen Z. Hapa Naivasha tunapoongea leo, watoto 27 wale waliuawa na polisi wako hapa mochari, wamekaa hapa for the last 8 months. Na wote waliletwa na polisi, ndio court order imepeanwa, sasa watolewe waende waziko kwa kaburi ya umma. Hao ni watoto wetu wa Gen Z ambao waliuawa kiholela. Sasa wale wameua hiyo watoto wakikuletea pesa, uchanganye na ile yako, si utapata shida? Lakini pesa msiwache. Mkule. Mtakula. Taru. Mtayari. Tuko tayari. Na mimi niseme nikimalizia, kwa sababu sitaki niseme mambo mingi. Sisi hatuna shida na mtu yeyote. Na tungetaka kuambia mkuu ya majeshi General Kahariri, wewe mtoto wetu wa nyumbani, please. The military is a respected organization in this country because it has conducted itself professionally since independence. And it's the only institution that the people of Kenya trust. Please, usilete siasa kwa mambo ya majeshi. Majeshi kazi yao ni kulinda Kenya from external enemies. And that is the work of the military. So wewe usiingizwe kwa mambo ya siasa ya William Ruto. Hata ukijaribu kusaidia William Ruto, pahali mambo yake imefika saa hii general, uweze msaidia. Hawa wananchi wamewachana na yeye. Mmewachana na yeye ama bado? There is no way you can help him. So tunauliza general, please let the military remain a professional outfit, because it is the only institution that the people of Kenya trust. So don't bring politics into the military. And for your information, hiyo Ruto must go, si kusema ati atolewe ofisi kinyume ya sheria. No. Watu is a clarion call in preparation for the general election. Ruto atatolewa kikatiba na uchaguzi wa 2027. In a democratic and constitutional process. So General, I'd like to correct you. That call of Ruto must go is just a preparation, ni rehearsal. Watu wanafanya kujikubu. So don't tell us that it's unconstitutional. No. Nobody is saying William Ruto atolewe kwa kiti outside the law. Itafanyika tariki 10 mwezi wa 8 2027 in a democratic and constitutional election. So General, tafadhali enda kwa barracks, linda Kenya. Wacha mambo mingi. Wachana na siasa. Hii siasa ni ngumu General, itakuchoma. Wachana naye. Wacha rais ajiulize kwa nini Wakenya wamemwacha. Ajiite kama mkutano kidogo ajiulize, mbona hii watu ya Naivasha walinipenda, wameniwacha? Si mlipenda wewe? Mlimpigia kura mkumpigia? Mmewachana na yeye hamjawachana? Mmetoka UDA hamjatoka? Sasa ajiite mkutano ajiulize, where did I go wrong? Na akiwa honest to himself, ni kwamba alituahidi atatuweka pesa kwa mfuko. Akarudi ile kidogo tulikuwa naye kwa mfuko akafanya nini? Si ni makosa yake hiyo? Akiambiwa anakasirika. Anasema tuko na mapepo. Alisema atajenga mabarabara, amekuja ameahidi. Amefanya hajafanya? Sasa ajiulize, hawa watu ya Nakuru walimchagua. Sasa anakimbia kila pahali akiwa na kina Raila, anaita hawa wa kabila. Siku walimchagua, walijua yeye si mmoja yao. Kwa nini unawatukana? So rais, ujiite kama mkutano, ujiulize ni wapi ulipotea. Lakini hata ukipiga kelele, hata ukifanya nini, mambo ya hii watu, and I told you kabla tuachane, nikakwambia betrayal has no remedy in this region. Once umesaliti watu, hiyo maneno huwezi rekebisha. Kweli ama uongo?
Ati ametumana amemwaga askari hapa Naivasha town. Wamejaa. Wale wa jela, wale stock theft unit, wale wa polisi. Ati hatuzuie kusalimia wananchi. Sasa mimi naambia rais, wewe tayari umekosana na hii watu. Unataka kuongeza kidonda chumvi kutumia hao polisi ati kupiga hao tear gas. Na wewe unataka kuja kuwatembelea. Saa hii unajipanga kutembelea hao alafu unatuma askari kuhangaisha hao. Hata ukikataza sisi kusalimia hii watu roho zao wameamua. Wafuasi wangu hata nisipowasalimia. Si mumeamua? Si mumeamua? Si mnangoja chama yangu mwezi ya 5? Muko tayari? Muko tayari? Muko tayari? Na tena munisaidie. Munisaidie watu ya Naivasha na watu ya Nakuru. Ile shida sisi tumepata watu ya Nakuru na watu ya jamii ni wasaliti. Si mnawajua? Si mnawajua? Wale ya kuuza jamii pesa kidogo. Shilingi 1200, 1500. Wanauza jamii. Hao mtachungana na hao, mtajua vile mtaambiana na hao. Na huyu mama munichungie huyu Jane Kehara. Mtachunga huyu ni Getungati, si ndio? Huyu mama amesimama imara. Na yeye hawezi tishwa, na yeye hawezi uza jamii pesa kidogo, pesa 8. Kwa hivyo mtuchungie. Mtaangalia hii wasaliti wote mnawajua, hata mimi hakuna haja niambie nyinyi. Si mnawajua? Na mimi nafurahi sana na hivi vijana wawili hawa MCAs wetu hawa. Wapigie makofi. These are good people. Mtawasaidia huko mbele. Kwa hivyo mimi sitaki nipite kutoka hapo. Sisi taenda town. Rais umetuma polisi, umetuma jela, sisi tuko huko. Si ndio? Upige sisi tear gas, utushike vile unataka kufanya uva. Lakini 2027 tunakukoja kwa de. Hata ukishika sisi, hata ukitupiga tear gas, pale kwa debe kutakuwa na tear gas. Ati amekasirika, amekuja hapa siku ya safari, wale watu wamempigia kelele. Sasa anasema vile alipigiwa kelele ati na yeye atume polisi watupigie kelele. Sasa hii askari utafanya mkutano wa askari wakusikize. Hata hao askari wetu msiwachukue vibaya, wameumia vile mumeumia. Pay slip yao imekatwa. Wakienda hospitali hawapati matibabu. Wakipeleka wake wao kuzaa wanaambiwa walipe. Hata hao askari saidi wanatutumania kusema tunaambiwa tupige nyinyi, na hata sisi tunalalamika mtusaidie. So nyinyi askari msikuwe na wasiwasi, mambo yenu tunachunga. Tutachunga mambo yenu, muongezwe mshahara, mtegerezewe insurance, because hata nyinyi ni ndugu zetu, ni dada zetu, you are our people, tutasaidiana na nyinyi. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana watu ya Naivasha, na tutakuja tena na tena. Na Reverend, asante sana, we wish you well. When you call us to support you, we'll be there with your wife and the congregation. Na vile umeambiwa, wewe usikize Mungu kutoka juu na sisi tusikize ground. Kila mtu afanye kazi ya. Si hapo Bishop amehubiri vizuri. Sisi tuendelee kusikiza ground. Sisi tuendelee kusikiza ground. Na wewe overseer usikize Mungu, tukutane katikati. Yale Mungu atasema na ile ground itasema, tuweke yote pamoja. Hauna hega. Adwa nyumba itomwe huko. Nimeona leo umetuambia tuendelee kusikiza ground. Asante sana Bishop. Tutasikiza ground. Na ground inasema William Ruto haezi kuwa rais tena. Hivyo ndio ground inasema. Si ground inasema hivyo? Ground inasema William Ruto ananyanyasa watu. Ground inasema hivyo? Nani alitoa Gachagua kwa kiti? Nani anafinyilia wa Kenya? Si hivyo ndio ground inasema? Sasa 2027 kupitia njia ya kikatiba tutapeleka William Ruto nyumbani. Hapo tuko pamoja? Ni jeshi kazi inafanyika vizuri nini. Some of the things is that there is tolerance, we understand we are Kenyans first. And this is something that Kenyans will need to come to terms with, that unless we love our country first, we will soon have no country, and there's no spare. Not the way you carry a spare wheel in the boot of your car. Hakuna. So we can't have anarchy in the country, first and foremost. So even as people exercise their rights, it should be within limits and within bounds, such that we cannot allow
as to exercise our rights to the extent of tearing apart the country. So this issue of how politics goes and all that, by the way, the military, one of the core values is that we are apolitical. We don't support any political side. We defend the Constitution and the government of the day, duly elected by the people. So wakati watu wanaamua kwamba tumechoka na hii serikali na mulichagua wenyewe, alafu mnasema must go, that must go must be done according to the Constitution. Si ni kweli? Yeah, so that's why people question kwa nini military inakuwa deployed. We have a responsibility. We took an oath to defend the Constitution, to defend the Republic, and that's why it is necessary that the security institutions are professional, and the professionalism will come through academic exploits, through such institutions. So we have a responsibility. The other thing, other than political intolerance, the huge unemployment problem that is there, the youth can bulge is both an opportunity but can also be a threat if not well handled. And I'm sure that's why government is busy putting in policies, trying to see how we can continue to harness and create opportunities for employment. This again cannot be possible without hivyo mimi niseme tufanyie wananchi kazi na tuache uongo, kwa sababu ile shida imeharibu hii serikali ya William Ruto ni mambo ya nini? Ni waongo, si waongo? Hiyo ndio ukweli, na ndio mimi tulishindwa kukaa na yeye, sababu kila siku ni kudanganya watu na kutenga na kuahidi, si ndio? Si hata saa hii anajiandaa kutembea huko, anakuja kusema ukweli ama uongo? Si mnajua? Lakini tumesema msijali, pesa imepangwa na magunia, mjitayarishe mkule, lakini msipeleke hiyo nyumbani, pesa nyumbani imelaaniwa. Mkule pale kwa market peke yake, si ndio? Na msichanganye na ile yenu ya zamani, na msipeleke mtoto shule ama kununua ng'ombe ama mbuzi. Hiyo kama uko na deni ya Shylock ulipe na hiyo pesa. Sivyo wamepanga mambo ya uongo? Na imepangwa uongo mingi sana. Sasa watu wanapewa pesa kuja kusikiza uongo. Na tumesema basi kama ni kusikiza uongo ulipishe bei kali, kwa sababu uongo ni kitu baya. Sasa usipewe 200 kusikiza uongo, utakuwa ni mjinga. Kusikiza uongo ni kutoka 3,000 kwenda mbele. Tumekubaliana? 1,000 ngapi? 5. Na kina mama kupiga ngemi kwa mtu ya uongo ni shilingi 10,000. Si ndio? Kupiga makofi ni pesa ngapi? 1,000 ngapi? 2,000 kupiga makofi. Na kucheka 5,000. Hiyo maneno yote nataka from 20 to 30,000. Si ndio? Kwa hivyo wewe rais, panga pesa sawa sawa, uletee sisi, kwa sababu hata tulikuchagua bila kutoa chochote. Tena hapa kwetu tuauga jogu ndikadikona ke na ng'ombe ndikakwena ke, ng'ombe ndikakwena ke na iria ndiguo. Sasa tumefungua hoteli hapa. Broad-based government. I'm a member of broad-based government. Martha Karua has told me she's very far from broad-based government. It is okay, because we are friends. That does not spoil friendship, because we might be there and there, but tomorrow we are together. So politics is like that, but I want to say that this our country must remain united. And Raila is very big-hearted. You know, for five years, Raila supported Uhuru Kenyatta. He supported Uhuru Kenyatta without asking Uhuru to give him ministers, to give him anything, because he wanted to bring the mountain closer to us. We are saying the government which you supported, Raila gave you unconditional support.
And we were expecting that when Raila now stands to be for presidential candidate, the mountain was going to come and give Raila a reciprocal treatment. But as fate would have it, that did not happen. And Uhuru Kenyatta warned you people. Uhuru Kenyatta warned you people and told you that you will cry. You will cry. Now, when you are crying, you want Raila to come and rescue you. How does he do it? But we are in broad-based government, and we don't regret. And what we want to do is to have our country in one piece, and let us continue. Elections will come and go. When those elections come, people will decide who to lead. But for now, we must be. Ni mnyama kama ile Pokot anaita Lotura. Ni mnyama, mtu ajui mnyama gani. Sababu kwa nini si mnyama? Miaka mbili yenye imepita, president ya Kenya ilikuwa ni William Ruto, deputy Gachagua. Opposition leader mwenye alikuwa anaomba kura akishindana Raila Odinga, deputy yake anaitwa Martha Karua. Leo Martha Karua wako na Gachagua, William Ruto wako na Raila. Mwaka mbili tukiomba kura, Lopei na Kosing walikuwa timu moja. Saa hizi Lonyangavu wako kona ile, Kosing wako kona ile. Mwaka mbili imepita, Gavana Gachapin walikuwa na Moroto. Saa hii Moroto wako huko na 5G, Gachapin wako message. So munaona hii mnyama ieleweki, mbele ni wapi, nyuma ni wapi. Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende, Kasongo aende, Kasongo aende? Mimi nataka niseme watu Kiserian, kama kijana wenu munisamee. Yule jamaa pia alidanganya mimi. Alikuja na Biblia. Anasema Mwathani agochwe. Tukafikiria ni Mkristo. Kumbe alikuwa ni fisi amevaa ngozi ya kondoo. Alitudanganya, hakutudanganya. Sasa Kenya imejaa uongo. Alikuwa ametuambia ataweka sisi pesa kwa mfuko, akarudi ile kidogo tulikuwa naye akatoa. Alitoa, hakutoa. Our young people and what is happening, what you see as bitterness, what you see as anger is a cry. The problem is not our young people. The problem is us, the political class. We are the problem. And we need, when you hear a cry from your child, what do? You go down to their level, you listen. We need to listen. We need to humble ourselves. We need to take it seriously. Because our young people are not crazy. Our young people are our children. Let us listen to them. Yesterday I read out a poem at church about our young people being like living arrows that God sends forth upon the mark of the infinite. And as much as God loves the arrow that flies, he also loves the bow that is stable. Ni message ya Jacob. Ndemwandikire ngemwira maundu macio. Andumeire nyamwe yakiritwo ni nyamwe yetagwa ngandu, ndio yetagwa karia mahuthagira na kameko ga propaganda. Na akindumira akinjira riu ino bara ni Dennis Tumbe wanjiriirie na niĩ nĩtũkũhĩtania na Dennis arenda gũtũhũrithania mũnene wa bũrũri. Ngĩmũririkania ngĩmwĩra mũnene, nĩũkũririkana wiki ithatũ thiru nĩndakwerire ũhoro nĩ ũkũrehe thĩna. Angĩkorwo na moretĩkia nĩ Dennis Tumbe rĩ, Dennis Tumbe nĩ kamũndũ kanini mũno. O ta ũrĩa mũnene ndakwĩrire, we mĩaka yaku gĩturwa gĩaku wĩ mũndũ mũnene mũno gũkorwo ũkĩrũa na MP ta Ndindi Nyoro, kana kũrũa na ma MP atĩ matwaranire na mũndũ ũtarenda. We mundu munene muno haria Ngai agukinyetie. We mundu munene muno muthe no gukwira kurwa na Dennis Tumbe. Ekoria ndakwirire wike. Condemn cieko icio akorwo tiwe muthugundi wacio. Kejere a very good advice negweka uguo agetinia thimo.
The next thing ekire ni kuhoria thimu akiuga thie mutito kuhoya. We deputy president wa Kenya muthenya uria twathiaga state visit America niguo umerire muthenya wa kiumia hwaine agioka kiharo kia ndege oka kiharo kia ndege ukiuga horo tugikiuganira horo tukijoke kawathire kumunene ndirari kuhoya kirimaine mutito ni kanitha irahingitwo kana niki utangikihoya na ithuĩ ugitwite mahoya hindi na maundu ndirahoyaga kimwera sawa ke tugithie twacoka tukwaria tugitiga Kindiki na Murkomen na tukirana inyue tathie mwaria na muthuri uyu no ngwire mathire akerega kumona ni wamwe waigua akiuga ati makorire akenjwo. The good thing ni ati kihingo-ini wa bizizi zitu gwe muthigari erire Kindiki ari minister of security muthigari we GS amwirire twerwo tumwire ndari ku etheini agicoka akihura Kindiki thimu pole mukire nyuma mucemanio wa fa coming for this presser because this is my first official presser I'm giving, and I've not gone for the mainstream media, but I've gone for the Gen Z media because ndio ina kupeperusha. Saa hii hata ndio inashinda hata mainstream media kwa sababu sasa nyinyi ndio mko na following kubwa sana. Now I have the following to say. First of all is to condemn whatever happened, and I have this one to say. And this is the reason why I'm saying this is because Peter Salasya should not be treated like as somebody who is a very useless person. I'm an equal person and who has a very big following in this country. Right now, I'm known across this country, and I can be treated like among the top 10 politicians who are very powerful in this country who can call shots. Peter Salasya is among them. And I want to say this in regard to what happened. And I want to remind the people, more so those goons of ODM who fought me, because I remember that day I went there to watch football. I didn't anticipate that there's going to be fights left, right, but I knew that football brings Kenyans together, and we were there. And they chased me, and when they chased me, I was surprised that they were beaten because they chased a blessing and left behind maybe the bad omens behind. Anyway, let's continue now. Uhuru called Raila Kihi. Raila supporters or Luos did not beat him. Instead, it led to handshake. Number two, Raila called Uhuru Mlevi Wabangi. Uhuru supporters or Kikuyu people did not beat Raila. Instead, it led to my brother. Ruto called Raila Muganga, Mchawi, Vitendawili. Raila supporters and Luos did not beat Ruto. Instead, it led to bread-based government. Raila called Ruto Mwizi, Muaji, land grabber, most corrupt person in Africa, but Ruto supporters did not beat Raila. Instead, we have my senior brother. Raila is a statesman and can only lead all Africa as AUC chairman. Salasya just called Raila conman and lying to Luhya nation for his stomach on TikTok, and is being hunted down like a rat and beaten by Raila supporters when going to watch an international match between Kenya versus another African nation, Gabon. Raila said many things to Kibaki. We know how it ended. Gachagua said many bad things to Uhuru, and we all know now that what is happening in the backyard. Ruto said many things to Uhuru, including Lazy, Dynasty, ETC, Serelak, and we know how they ended after Hague. Why did this meeting start way back so that we know that the norm? So the one for PK Salasya has become the most gross to Luos and Raila supporters to warrant beating and embarrassing ourselves in front of visitors. Raila supporters and goons beating Salasya because Salasya has said Raila time is over and he has been cheating Luhya people for his stomach is being equal to the young men and women abducted when they put people in coffins. Were it that Raila could have been president of Kenya, he could do worse than abduction. Political intolerance must stop. Thank you. Now Mhesh, niko na swali. I would like to know how it started pale Nyayo. Kuliendaje juu kuna watu ambao wanasema ni wewe ulianzisha vita, sijui ulianza kutusiana. Now let's hear from you because you are there, you know what happened. First, mimi nilienda, that day mimi nilikuwa peke yangu. I was just along with my friend, just a small guy called Jemo, rafiki yangu sana, with my driver. So tukaenda pale, sisi tukaingia,
Wakati kuingia pale sikuwa na chochote, nilikuwa nimevaa sports, so I didn't carry anything. So wakati nilikuja watu walianza tu kuniona kwa entrance. Na watu wanaoniona walikuwa wamejipanga, na wale walikuwa na zile jackets zimeitwa FKF, wameandika FKF stewards. Na it's like hao ndio walikuwa wameifanya ni kama ni at stewards, ni wale watu wa kupatiana direction, but ila hali wao ndio watu ambao walikuwa wamejiweka ndio wani direct kunipeleka kwenye goons walikuwa. Sasa hao jamaa wananipeleka, I love something so funny, wale ambao nilianza nao ndio wale ambao walinifikisha huko, ndio walinitoa mbio na wakanipiga, na wengine sasa wakajoin pale. So it was a planned deal. Now, maybe 2 questions from me. Number 1, how bad was it? And number 2, kuna videos of course umekuwa ukipost kwenye Instagram, and a lot of people wamekuwa wakisema umelipa watu. Maybe you can also address that. Lazia watu wanapenda mimi Kenya yote. Na unajua kitu ambayo imeelicit kama Luya people is because people who attacked me, they were the same, yani walikuwa wanaongea the same accent. Accent moja wakijua accent, kuna accent ya Wakikuyu, kuna accent ya Waluya, kuna accent ya Wajaluo. Sasa ndio watu wangu wakasema hapana, mbona mnataka kutupigia, mnataka kutuulia mtoto wetu. Sasa ndio unaona kila mtu anatoa pale. Hata sasa wengine pia wamejoin. Sasa huwezi lipa zaidi ya watu 1,000,000 ambao wamekuwa wakitoa clips, wakikashifu haya maneno. Ni umeona hawa ni my young people. Unaona hawa ni my young people ambao walikuwa wanaongea. Kwa sababu sasa saa hii sisi tulikuwa tunataka kuenda kwa kuleta mabadiliko katika nchi yetu ya Kenya. How comes ati ya kwamba sasa wengine wameona sasa wako kwa serikali, sasa wanapiga watu kama sisi wenye tunaambiana ukweli. Na unajua mimi najiuliza, nimeuliza wale watu wa goons ODM, ama wale watu wenye wanaona ya kwamba niliongea vibaya na insult. Kuinsult mtu ni nini? Niliongea tu, wakati alisema tumerudi. Nikasema tumerudi kufanya nini? Umerudi kufanya nini? Kama umeenda Yesu, na wala alikwambia, uliuliza nani? Sasa uliuliza hiyo ni matusi. Nikasema conman, political conman. He's political conman because you know his history. He has been in 3 governments. Consecutively, alikuwa kwa serikali ya Kibaki, alikuwa kwa serikali ya Uhuru Kenyatta, ako kwa serikali ya Ruto. Sasa political conmanship nikisema nitakuwa nimedanganyia wapi? Sasa mniambie leo, mimi nataka niulize wale watu wenye wanasema, I don't want to profile any community, but now imeingia vita kati ya Waluya na Wajaluo, but sitaki kuenda to that extent. But kama that is the way, because watu ambao wananitusi sana ni watu wenye wanatoka na okay, si wote, lakini majority of them. Sasa mimi nataka niwaulize watu wa Nyanza, kama ni wale ambao wenye waja confirm bado wangali kwa ile colonization ya mzee, wangali bado. Kweli mimi ni kijana, nikiita Raila mzee ni shida. Si ni mzee, nataka niite Raila kijana, sitakuwa na mtusi. Hiyo ndio nimesema, hiyo ndio maneno ambayo nimetumia. Sasa mimi nataka nikuje kwa ukarimu sana niwaulize, mnataka nikicorrect Raila wenu huyu ama Mungu wenu huyo, nimcorrect kwa njia gani? Nimwambie nitakuwa nasimama chini na piga magoti, alafu namwambia wacha kuchukua kudanganya wa Kenya ama kufanya kama wewe ndio umeshikilia akili zao. That is what we said. Some people feel you did wrong kumuita conman. Are you ready to apologize now? Kama u apologize. Conman. Hata mimi ukiniita conman, if I have something to substantiate political conman, am I the first person to talk about political conmanship? Raila nani alisema the Lord of Poverty? Nani Duale? Si alisema the Lord of Poverty? Si alikuwa MP? Mbona hawakupiga Duale? Wanataka kupiga mtoto mdogo mimi Peter Selasia. Na wajui video kingpin ya Waluya, mimi ndio kusema Waluya na vijana wote hata sasa hivi wanaweza niendorse kuwa the Traore wa Kenya sasa hivi, alafu wanapiga mimi Peter Selasia. So we as young people, maybe let me come back to your question. You say that I cannot apologize for calling him conmanship because mimi nilikuwa kwa maandamano ya sufuria. Nilikuwa kwa maandamano ya sufuria hapo KICC. Pale nilikuwa kwa maandamano ya KICC na nilikuwa na kinyasa. Walitupiga pale. Wakati tulienda pale na walituita ati ya kwamba tunataka kwenda, and I can remind the Kenyans. Wakati tulienda tukauliza Mheshimiwa Raila ya kwamba unataka nini, what is the end game? Akasema anataka kwenda kwa mazungumzo na Ruto. Si ndio? Sasa
wakati pia alienda kwenda kwa maneno ya kusign mambo ya AUC, mbona angesema kwamba his brother ametuita amesema ati ya kwamba twende tusign, anataka niende nisimame kiti cha AUC. Alituita kwa sisi wenye tulisimama naye. That is nayo ni kukoni watu kipolitically. Aya, mambo mengine ya pili, sisi wakati tulikuja hapo maneno ya political conmanship, wakateka advantage ya Gen Z movement, akapeleka expert, akaita watu wake wa ODM experts. Unaelewa? Sasa akaacha sisi watu wa chama chetu cha DAP, Jubilee, na tulikuwa na kwa Azimio, tulikuwa na Wiper, akatuweka kwa mataa. Did he ask him anything? Sio ni political conmanship. Sio ni alafu mimi nikasema, anasema hadi sasa consultation. Na mimi nikasema tu kweli, asha already sign mkataba. Hii ni kudanganya wananchi wa Kenya. Sasa na nikasema hebu ngoja tu na hii kumaliza na siku 2 kabla ameenda kwa, na anasema nataka kusoma MOU. Sasa mimi nauliza ni maship, hiyo ni shida ama si shida? Na mnanipiga bana nini? It happened today. Sababu of course you're a youth. Honorable Raila Odinga akuite labda so that you can talk about everything. Are you ready to? Yes, mimi nitakuja nimwambie kama juzi watu tulikuwa tuna expect aongee mambo ya majority leadership yenye ya koti ili announce katika National Assembly, si ndio? Mbona ajai address hiyo maneno, aseme Azimio tunataka tukupatiwe what belongs to us. Sasa which means that is not serious with looking for the leadership. Unaona hiyo maneno? Sasa mimi nataka kupiga chini magoti, kuuliza wale watu ambao walinipiga chini, walinipiga mimi. Wakati nitakuwa kuanzia leo. Kwa sababu we are not stopping at any given point. Mimi ni kijana, nikiita Raila mzee ni shida. Sini mzee, nataka niite Raila kijana, sitakuwa na mtusi. Hiyo ndio nimesema, hiyo ndio maneno ambayo nimetumia. Sasa mimi nataka nikuje kwa ukarimu sana niwaulize, mnataka nikicorrect Raila wenu huyu ama Mungu wenu huyo, nimcorrect kwa njia gani? Nimwambie nitakuwa nasimama chini na piga magoti, alafu namwambia wacha kuchukua kudanganya wa Kenya ama kufanya kama wewe ndio umeshikilia akili zao. That is what we said. Some people feel you did wrong kumuita conman. Are you ready to apologize now? Kama apologize. Conman. Hata mimi ukiniita conman, if I have something to substantiate political conman, am I the first person to talk about political conmanship? Raila nani alisema the Lord of Poverty? Nani Duale? Si alisema the Lord of Poverty? Si alikuwa MP? Mbona hawakupiga Duale? Wanataka kupiga mtoto mdogo mimi Peter Selasia. Na wajui mimi ndio kingpin ya Waluya, mimi ndio kusema Waluya na vijana wote hata sasa hivi wanazamia ndio sikuwa the Traore wa Kenya sasa hivi, alafu wanapiga mimi Peter Selasia. So we as young people, maybe let me come back to your question. You say that I cannot apologize for calling him conmanship because mimi nilikuwa kwa maandamano ya sufuria. Hapo KICC. Pale nilikuwa kwa maandamano ya KICC na nilikuwa na Kinyasa. Walitupiga pale. Wakati tulienda pale na walituita ati ya kwamba tunataka kwenda, and I can remind the Kenyans. Wakati tulienda tukauliza Mheshimiwa Raila ya kwamba unataka nini, what is the end game? Akasema anataka kwenda kwa mazungumzo na Ruto. Si ndio?